Lakini nasisitiza bwana, mimi sasa tena ugeni wetu Bwana hatupenda yani nyinyi wachache sana. Kwa nini wapate faida wachache? Anasema Mwenyezi Mungu, mimi fulani natia ahadi ya heri, nikiwa hai takuja na mwenzangu. Maana haya tunamwomba Mwenyezi Mungu kwa dhati yake ambaye anasema Allahumma malikal mulki. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kumiliki ufalme wote wa mbinguni na duniani. Tuuti mulka man tashau, anampa ufalme yule anayemtaka. Watanziu mulka mimman tashau, na anamnyang'anya au kumnyima ufalme yule ambaye Allah anamtaka. Kama ni raha sio raha, ambao wanasema tuendelee siku nyingine warushe mkono juu. Upanga wa Radi Online TV. Kwamba anaamini kwamba Yesu alitumwa na Mungu, Mungu akamfanya Yesu awe mlinzi kwa kuwachunga watu wake hata mmoja asipotee. Alisema kusema kwamba Yesu alitumwa na nani? Kwa hiyo Yesu siye nani? Kwa hiyo atakisema Yesu ni Mungu anapingana na mchungaji. Tuseme la ilaha illallah. La ilaha illallah. Lakini vile vile mchungaji amenipa raha. Alitoa aya ya Qur'ani 19:19. Mtume Muhammad anasema kwamba Yesu ni mtakatifu. Mchungaji akasema haya maneno kwamba Muhammad anasema Yesu ni mtakatifu, anayakubali. Maana yake anafuata nani? Anafuata nani? Muhammad. Kwa Muhammad amemfundisha kwamba Yesu ni nani? Mtakatifu. Ni kweli ni uongo? Kwa Muhammad akasema kweli, mchungaji amemfuata. Kama Muhammad angekuwa si mtume wa kufuata, basi usingekubaliana maneno yake. Lakini nataka nikusaidie, ndio akauliza swali hivi, ikiwa Muhammad amesema Yesu ni mtakatifu, wapi Muhammad ndani ya Qur'an amesema kwamba ni mtakatifu? Sasa nakufundisha kwamba cheo cha utakatifu ni cheo cha chini, kwa sababu mtu kwanza ili awe mtakatifu lazima kwanza atakaswe. Kwa hiyo ukitakasika ndio unakuwa nani? Sasa huyu aliyemtakasa Muhammad aliyemtakasa Yesu ni nani? Qur'ani sura ya 4 aya yake ya 163 164. 163 Karim. ndio. Baada ya billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inasemaje hiyo? 164. Ndio. Na tumewapelekea wahyi mitume. Sasa tumewapelekea wahyi mitume tulio kuhadithia habari zao, ambao hao mitume Mungu anamwambia Muhammad, tumekuandalia habari zao zamani za kale, tumekuambia habari za hao mitume na mitume ambao na mengine mitume ambao hatukuhadithia habari zao, ambao Mwenyezi Mungu amekuandalia habari zao. Hapa Mwenyezi Mungu amempa habari ya mitume wa Nabii Muhammad. Tuone katika habari ambayo Mungu alikuwa anampa, Mungu alimwambia Muhammad afanye nini? Rudi hapo tu nyuma 364. Hapo 364. Al-Imran. Tumewapelekea wahyi mitume. Hapo sio kwenye Al-Imran, ni An-Nisa unasoma. Nenda sana Al-Imran. Ukiwa namna mashallah. Haya. 164 Al-Karim, sura Al-Imran. Ndio. Na haya inasema hivi. Inasemaje? 164. Inasemaje? Inasema mwalimu, hakika Mwenyezi Mungu amewafanyia ihsani kubwa Waislamu. Amewafanyia ihsani kubwa Waislamu. Hapana Wakristo waliofanywa ihsani kubwa na Mwenyezi Mungu ni Waislamu. Anataendelea, alivyowapelekea mtume miongoni mwao, ni kule Mwenyezi Mungu kuwaletea mtume miongoni mwao anayosomea aya zake. Huyo mtume ambaye amekuja katika Uislamu, Nabii Muhammad, anakuja kusoma aya za Mwenyezi Mungu na anawatakasa na kuwafundisha kitabu na hekima. Kwa hiyo mtume anapewa daraja ya kufundisha na kufanya nini? Na hekima. Unaruka kitu. Mtume amepewa hekima ya kufundisha na kufanya nini? Na kutakasa. Kwa hiyo mtume kazi yake anakuja kutakasa watu. Sawa? Na Yesu aliitwa nani? Yesu aliitwa nani? Mtakatifu. Kwa hiyo kama Yesu ni mtakatifu, maana yake katakaswa na nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unaona ubora wake? Hata msala anaangalia kwenye miwani sana, hii imekula hasara hii. Takribu. Kwa Muhammad yeye amepita daraja ya utakatifu akaanza kutakasa. Maana kwamba Yesu aitwa mtakatifu, kwanza anapita kwa Profesa Muhammad anamtakasa, ndio anakuwa mtakatifu. Takribu. Allahu Akbar. Sasa mzee akatoa hoja nyingine akasema kwamba hawezi akampata Muhammad kwa sababu kwenye Qur'ani
mtume aliambiwa kwamba aombe msamaha kwenye madhambi yake. Haya maneno alipoyasikia kama Muhammad ameambiwa aombe msamaha wa madhambi, maana yake hawezi akafuatwa. Kumbe na Yesu utamkataa. Mathayo 6:9. Umsikie Yesu anasemaje? Yesu ndiye kaomba msamaha au akaomba msamaha? Ili kwamba Muhammad kusema kwamba aombe msamaha usimfuate, kumbe hata Yesu hautamfuata na hata kupeleka sehemu. Haya, Mathayo 6:9 mwalimu inasema. Inasemaje? Basi ninyi salini hivi. Yesu anasema salini hivi. Baba yetu mbinguni. Baba yetu uliye mbinguni. Ndio. Jina lako litukuzwe. Sawa. Ufalme wako uje. Endelea. Mapenzi yako yatimizwe. Endelea. Hapa duniani kama huko mbinguni. Endelea. Tupe leo riziki yetu. Leta kitu. Utusamehe deni zetu. Rudi tena hapo. Utusamehe. Nini? Deni zetu. Nani anasema? Yesu anasema tufanye nini? Tusamehe madeni. Kumbe Yesu anaomba nini? Kumbe hata kupeleka mbinguni jameni. Mzee. Sasa Muhammad kama aliambiwa aombe msamaha, malengo yake yalikuwa ni kupeleka watu wapi? Je, ni kwenda motoni au kwenda mbinguni? 48:2-5. Sikia kwa Muhammad sasa hii. Yesu naye kaomba msamaha kama kisa cha kutokupelekwa peponi na hawa mitume iwe ni kuomba msamaha. Maana hata Yesu naye hata kupeleka mbinguni kwa sababu yeye naye kaomba msamaha. Ndio maana katika Mathayo 12:7 Yesu anasema mngejua maana ya maneno haya, maana nataka rehema wala si sadaka. 48:2-5. Qur'ani Ndio. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Bila shaka tumekwisha kupa kuliko bila shaka tumekwisha kupa ndio kushinda kuliko dhahiri. Mwenyezi Mungu anamwambia mtume kwamba tumeshakupa kuliko dhahiri, kukubwa kuliko dhahiri. Endelea. Ili Mwenyezi Mungu akusamehe makosa yako. Ili Mwenyezi Mungu akusamehe makosa yako, kama vile Yesu alisema kwamba utusamehe deni zetu. Maana hata Yesu naye aliomba asamehewe. Muhammad ndiye anaambiwa ndani ya Qur'an kwamba Mwenyezi Mungu ili akusamehe makosa yako. Endelea. Ili Mwenyezi Mungu akusamehe makosa yako yaliyotangulia. Mwenyezi Mungu akusamehe makosa yaliyotangulia na yanayokuja. Na kukutimizia neema zake. Na Mungu anakutimizia neema zake. Tamani tulizane kweli. Hivi kweli Mungu akikusamehe, unaenda motoni au unaenda peponi? Peponi. Kama Muhammad amesamehewa, maana yake ataenda wapi? Peponi. Jamani, hakuna shida hapo. Takbir. Allahu Akbar. Maliza haya. Tueleza kwa nini Muhammad Mungu alimwambia amsamehe na kwa nini aombe msamaha? Lengo lake lilikuwa ni nini? Hikima yake ni ipi? Teremka. Haya, naam. Na kutimizia neema zake. Ndio. Na kukuongoa katika njia iliyonyooka. Na Mungu anakuongoa katika njia iliyonyooka. Na kunusuru Mwenyezi Mungu. Tena Mwenyezi Mungu akunusuru wewe Muhammad. Endelea. Usura yenye nguvu kabisa. Endelea, kuna kitu hapo sasa. Yeye ndiye aliyeteremsha utulivu. Yeye Mwenyezi Mungu ndiye aliyeteremsha utulivu katika nyoyo za Waislamu. Katika nyoyo za Waislamu ili waongezeke imani. Ili kwamba hao Waislamu waongezeke imani. Mungu anafanya kwa nini? Endelea mpaka 5. Inakuweka imani juu ya imani yao. Ni imani juu ya imani. Ndio maana Mwenyezi Mungu alipanga kwamba Muhammad aombe msamaha, Waislamu wapate imani juu ya imani. Teremka. Na majeshi ya mbinguni na ardhini ndio ni ya Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye ujuzi wa kila jambo. Sawa. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye hekima. Ndio saa yake ya 5. Amefanya haya ili awaingize Waislamu. Taratibu hapo. Mwenyezi Mungu ameyafanya haya. Rudi tena. Mwenyezi Mungu amefanya haya. Mwenyezi Mungu ameyafanya haya. Kule kumwambia Muhammad omba msamaha, Mwenyezi Mungu ameyafanya hayo ili awaingize Waislamu wanaume na Waislamu wanawake katika mabustani. Wapi? Peponi. Takbir! Allahu Akbar. Kumbe sisi tukimpata Muhammad tunakwenda wapi? Peponi. Tena wanatajwa Waislamu. Mungu awaingize Waislamu wanaume na wanawake wapi? Peponi. Yaani wewe kama bado ungali single, ungeoa na mume na mke, utajuja. Sasa mchungaji akija hapa, yeye ndiye atuambie hivi. Kuna aya ambayo Yesu anasema hivi, mimi Yesu nimeyafanya haya ili waingie Wakristo wanaume na wanawake wapi? Peponi. Aje atupe.